wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shiraf alazim. Islam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika episode iliyopita tulielezea dalili na mambo ambayo ukiyafanya we mwanadamu ni mara moja kuingiwa na huyo kiumbe anaitwa jini ashki. Sasa mtu ambaye kaingiwa na jini ashki kupitia dalili zile, na au ikiwa wewe mtazamaji umeshaingiwa na jini ashki, ikiwa una dalili hizo, ukishaingiwa na jini ashki, nini tiba yake? Au utamfanyia tiba gani mtu ambaye kaingiwa na jini ashki? Tiba ya kwanza ambayo inatakiwa kuifanya ni hii nitakokuelekeza hapa kupitia kauli za ulama ambao wametufundisha. Asema wa ilaju hadha an-naw'i, na tiba ya aina hii min as'abil ilajati, ni katika tiba ambazo ni ngumu sana. Tiba ya jini ashki ni katika tiba ambazo ni ngumu sana, illa an yasha Allah, isipokuwa mpaka Allah mwenyewe atake. Kwa katika majini ambao tiba zake ni ngumu, basi ni huyu jini ashki, isipokuwa Allah atake. Kwa sababu annahu, huyu jini huyu yatamassaku bil badani tamassukan ajiba, ameshikamana na mwili wa mwanadamu mshikamano wa ajabu kabisa. Wa aktharu haulai, na wengi katika wa majini, la yakhruju min albadani, hawatoki katika mwili wa mwanadamu illa bilqahri, isipokuwa kwa kulazimishwa, au alharaqi, au kwa kuangamizwa. Kwa majini hawa wanakuwa ni wagumu sana kutoka katika mwili wa mwanadamu, isipokuwa mpaka kwa kuangamizwa au kwa kulazimishwa ndio watoke majini hawa. Sasa leo nitakuelekeza aya na sura ambazo unatakiwa umsomee mgonjwa ambaye kapata jini ashki, ambaye ni mgumu kutoka na mpaka atoke kwa kulazimishwa. Anasema kwanza, mgonjwa yule utamsomea suratul Baqara kamilan, utamsomea Baqara yote nzima, yani ile suratul Baqara yote utamsomea nzima. Kisha utamsomea suratu Yusuf, sura pili utamsomea suratu Yusuf yote nzima. Kisha utamsomea suratu Nur yote nzima. Kisha kuna aya inaitwa ayatul harqi wal adhab, aya za kuangamiza na aya za adhabu zipo katika Qur'ani, utamsomea. Ya tano utamsomea ayatul khawfi wal isti'anatu billah, utamsomea aya za hofu zinazokhofisha. Aya zote kwenye Qur'ani zinazokhofisha utamsomea ujini mgonjwa huyo, lakini pia utataka msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sita utamsomea ayatu mahabbatillah, utamsomea aya zinazoonyesha mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya saba utamsomea suratul Rahmani yote, Ar-Rahman mpaka mwisho. Kwa hizi sura saba au aya hizi saba ndizo sura ambazo utakazokuja kumsomea mtu ambaye kapatwa na jini ashki. Narudia, sura ya kwanza utamsomea suratul Baqara yote kamila, ya pili suratu Yusuf kamila, ya tatu suratu Nur kamila yote, ya nne ayatul harqi wal adhab, aya za adhabu utamsomea zile zote, aya za adhabu kwenye Qur'ani utamsomea. Lakini ya tano ayatul khawfi wal isti'anatu billah, utamsomea aya za hofu zinazokhofisha Allah subhanahu wa ta'ala, zinazomkhofisha mtu mwanadamu, lakini pia za kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ya sita ayatu mahabbatullah, utamsomea aya zinazoonyesha mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya saba mwisho utamsomea suratul Rahman, utamsomea Ar-Rahman mpaka mwisho. Ukimsomea sura hizi au ukimfanyia kisomo hichi jini ashki, mtu aliyepatwa na jini ashki, basi hii inakuwa ndio tiba yake. Na sura hizi utamsomea kwa muda wa siku 3. Yani kama utamsomea leo, alafu kesho utakuja kumsomea tena, na kesho kutwa utakuja kumsomea tena, jini ashki kwa uwezo wa Allah ataondoka tu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu ambaye kaingiwa na jini ashki, basi tiba yake ni hii, utamfanyia sura hizi, utamsomea sura hizi na utamsomea dua hiyo, ili Mwenyezi Mungu amtoe jini ashki katika mwili wa mwanadamu. Akitaka asitake ni lazima atoke, kwa sababu hizi aya ni aya ambazo zinakuja kumuunguza jini ashki, na kwa uwezo wa Allah jini huyo atatoka na hatomdhuru mgonjwa. Kamfanyia mgonjwa mwenye jini ashki kupitia mambo ambayo nimeeleza, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi inshallah. Tumombe Allah atufanyie wepesi, na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.